Uzalendo ndicho chanzo kikubwa kilichomfanya Mwalimu Nyerere kuunganisha sisi wote kuwa kitu kimoja na hatimaye Mwenge kuwa ishara ya upendo. Vijana pekee wanaweza kulinda nchi yao kwa kufuata misingi iliyowekwa na taifa hili na waasisi wetu, akiwepo baba wa taifa, kuhakikisha kwamba sisi tunakuwa raia wema kwa kulinda nchi yetu. Nina nia njema na vijana, kwa sababu nchi ambayo imeendelea bila kuwa na uchumi wa vijana, hiyo nchi inakuwa sio nchi ambayo ina ustahimilivu wa ulinzi. Tunaweza kuwa mabilionea wa kesho kwa kutumia fursa ambayo tumepewa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6, kwa kuhakikisha uchumi wa vijana unainuka. Sawa mbamba nilivyoona hapa, kuna somo la uchumi. Tuachane na maisha ya kuwa sisi tunakuwa watumwa wa watu wengine, twende tukafanye kazi. Bado Karatu ni nzuri sana na ina fursa. Ndugu zangu, mimi nakushukuru sana DCDO. Nimetumia muda mwingi kutoa mfano, nikiashiria uraia, uzalendo na uchapakazi, kujikita kwenye uchumi. Kwa umri tulionao, sisi tumuombe Mungu tu atupe uzima. Kwa hiyo mkipewa mikopo itumieni vizuri, alafu nafika mahali mnagawana faida, si ndio? Tunakuwa hatuna platform ya kuongea mambo kama haya, ili muweze kujua wenzenu tunafanya nini na sisi vijana tunafanya nini. Hao vijana sijatenga, wote walemavu na wasiokuwa walemavu, vijana wa vyuo vikuu, vijana wa chama, wote hao nimeweka katika vijana 1000 wa kupata hiyo bilioni 2. Hata nikimpigia meneja hapa, nataka uwakopeshe watu fulani, anasema wako wapi? Sasa tujiandae. Ndio maana ndugu yangu aje na mwenzangu awaelimishe, lakini kikubwa zaidi tuzingatie uzalendo, uraia, upendo na ushirikiano. Nitumie fursa hii kuishukuru halmashauri ya wilaya ya Karatu kwa kutuona vijana na kuandaa kongamano hili, kwa kuona umuhimu wa vijana kwenye Mwenge wa Uhuru. Mwenge wa Uhuru ni wa kwetu sote, na pia tunahitaji tuwe wazalendo ili tuweze kufikia malengo yetu. Tusikubali kuharibu nchi ambayo tumepewa na mababu zetu. Tumepewa ikiwa na amani, utulivu na mshikamano. Tuendeleze kitu ambacho tumeachiwa ili tuaminike vijana.